Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Israel na Iran zimeingia siku ya 6 ya mashambulizi makali baina yao, huku Washington ikiendelea kushirikiana na Tel Aviv kuendeleza vita walivyovianzisha kwa mauaji dhidi ya kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Khamenei. Usiku wa kuamkia Alhamisi Machi 5, Irani ilifanya mashambulizi makali dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Israel, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kijeshi vya Israel na vyombo vya habari vya serikali vya Iran. Milio ya ving'ora vya tahadhari ilisikika mjini Tel Aviv, ingawa hakukuwa na taarifa kuhusu maafa yaliyosababishwa na mashambulizi hayo yaliyofanyika baada ya ukimya wa takriban masaa 7 tangu yale ya mwisho siku ya nyuma yake. Jeshi la Israel limesema kwamba limetambua makombora yaliyorushwa na Iran kuelekea taifa hilo, huku likidai kwamba mifumo yake ya ulinzi ilikuwa kazini kuyadungua makombora hayo. Halikusema hata hivyo ni makombora ya aina gani na mangapi yaliyofanikiwa kudunguliwa kati yake. Shirika la utangazaji la Iran liliripoti pia kuhusu mashambulizi hayo. Jeshi la Israel lilikuwa likiwataka raia kutoka kwenye mahandaki yao kwa kuwa idadi ya makombora yaliyorushwa kutoka Iran ilikuwa imepungua. Taarifa kutoka Kuwait zilisema kwamba mlipuko mkubwa ulisikika kwenye pwani ya nchi hiyo na kusababisha kuvuja kwa mafuta. Shirika linalofuatilia usalama wa vyombo vya baharini la Uingereza lilisema tukio hilo limetokea kwenye eneo la Mubaraka la Al-Kaber. Mlipuko huo umetajwa kutokea kwenye meli moja ya mafuta, ingawa haikutaja sababu ya mlipuko wenyewe. Shirika hilo limeandika kupitia mtandao wa X kwamba kuna hatari ya kimazingira. Hii ni kutokana na mafuta yanayovuja kutoka kwenye meli hiyo. Sambamba na hilo, China imejitolea kuwa mpatanishi kwenye mzozo wa sasa wa Mashariki ya Kati baada ya uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran kusababisha vita kusambaa kote katika eneo hilo. Wizara ya mambo ya kigeni ya China imesema kwenye taarifa yake kwamba Beijing iko tayari kuwa mpatanishi kati ya pande zinazozozana kwa sasa. Hata hivyo, China ni mshirika wa karibu sana wa Iran na ameshasema tangu awali kwamba anaiunga mkono Tehran kwenye kulinda mamlaka yake, huku ikizitaka Marekani na Israel kusitisha mashambulizi hayo. Hayo yanajiri wakati waziri mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, akitoa maneno makali dhidi ya waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Tarich, wakati wa mazungumzo yao kwa njia ya simu. Al Thani alimwambia Arachi kwamba Teheran inajaribu kuwaingiza majirani zake vitani. Iran imekuwa ikishambulia maslahi na vituo vya Marekani kwenye mataifa ya Ghuba tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi yake mwishoni mwa wiki iliyopita.